Vipi tunazungumzia nini? Leo tunazungumzia mada ambayo inatugusa sisi wengine tuliokuwa karibuni hapa baada ya kuwa matukio mengi yanatokea. Ni kupigwa kwa waandishi wa habari. Je, kweli waandishi wa habari wanapigwa kwenye matukio? Kwa nini? Inakuwaje? Angalia daladala. Nimesikia na nishaona sana. Elezea. Na hii ni kutokana na kwamba wale watu wanaosababisha waandishi wa habari wapigwe, hii ni kutokana na kuficha maovu yao. Kwa sababu mwandishi wa habari kama akienda sehemu labda wanachakachua hela hivi, hasa mwandishi wa habari sasa ataenda kutoa zile habari kwenye magazeti au kwenye vyombo vya habari. Kwa hiyo ndo inasaidia wale watu wazidi kupigwa kwa ajili ya kuficha maovu ya watu wengine. Ulituambia kwamba umeona ilivyokuwa ikitokea, ilikuwaje lini? Nimeona kama hivi kwenye vita kule. Labda kuna vita, wanajeshi hawaruhusu waandishi wa habari wakachukue zile habari labda kwenye vita. Vita ya Idi Amin? Sio vita ya Idi Amin. Kama Misri kule, sio umeona Misri. Watu walivyokuwa wanapiga waandishi wa habari. Ulikuwepo kule au uliangalia kwenye vyombo? Niliangalia kwenye TV. Kwa mfano kule Buguruni walishapigwa na kafu. Wanaona wananchi wale tuseme wanachama kafu wanaona kama walipotii vizuri na wale waandishi wa habari. Kwa hiyo wanakuwa na jaziba, basi wanaamua na wapiga. Tazameni huko Somalia, sijui kama mmesikia kwamba maredio yamepigwa mabomu, waandishi wa habari na hili ni moja yako mengi sababu ziko nyingi sana, lakini moja ni kwamba waandishi wa habari wengi na hasa kwa kwetu hawafuati miko yao. Wewe wanaweza, wengi wanatoa habari za upande mmoja. Wanadai kwamba kama tuongea mtu wangu huwa wanatoa vitu kwa upendeleo fulani. Wengine wanapotosha habari. Sasa ukipata mwandishi wa habari ambaye anapotosha habari za watu, kesho ukenda kwa yule uliyopotosha habari zake, hawezi akakupokea vizuri. Kwa hiyo tunaombeni waandishi wa habari, fateni miko ya kazi yenu. Nyinyi ndio wanasema muhula wanne wa nchi. Kwa hiyo pelekeni habari kwetu, leteni kwetu habari zilizofanywa utafiti vizuri. Sawa. Na kuna dira ya serikali, sera ya habari na utangazaji ina mgawanyo wa majukumu hapa. Serikali jukumu lake inasema ni kulinda haki ya msingi ya mwananchi na kupata habari iliyotajwa katika ibara 18 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya 77 na ibara 19 ya Tamko la Umoja wa Mataifa haki za binadamu. Kwa hiyo tuna haki ya msingi ya kupata habari. Wewe hata bibi unayo hiyo. Ya pili ni kuweka mazingira yatakayowezesha kuimarika kwa sekta ya habari na utangazaji, kuratibu, kusimamia na kudhamini utekelezaji wa sera hii. Kuna vyama vya wanahabari, kuna vyombo vya habari kutoa habari za haki na za kijamii, kuna taasisi na kadhalika, kuna wamiliki. Kila mmoja hapa imetajwa kwenye hii kabila. Na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 77 ibara 18 inasema hivi: kila mtu yuko huru kuwa na maoni yoyote na kutoa nje ya mawazo yake na kufuata, kupokea na kutoa habari na dhana zozote kupitia chombo chochote bila kujali mipaka ya nchi, na pia ana uhuru wa mawasiliano yake kutoingiliwa kati. Pia kila raia anayo haki ya kupewa taarifa wakati wowote kuhusu matukio mbalimbali nchini na duniani kote ambayo ni muhimu kwa maisha na shughuli za wananchi. Tunarudi tena kwa wananchi. Kuna vitu tumeona kwenye katiba kwamba ni haki ya kijamii. Hii haki inapatikana ya kupata habari na kutoa habari kama ilivyo hapa Tanzania. Haki mimi naona sehemu nyingine inapatikana, sehemu nyingine haipatikani. Kwa mfano tu mdogo upo hapa juzi tokea huyu alikuja kwamba kusema ndio mmiliki wa vyombo vya Doans. Yule bana akaja akafika hapa, waandishi wa habari wameenda kuchukua habari kama kawaida, lakini cha ajabu inafika yule jamaa wanazuilia waandishi wa habari kwamba yeye hataki kupigwa picha. Sasa hiyo kwa kweli sidhani kama inatoa uhuru mzuri waandishi wa habari. Na kwa nini asipigwe picha kama yeye kweli mmiliki ya radio Doans? Kwa hiyo inadhani bado kuna tatizo pia. Je, ni halali sasa kwa mwandishi wa habari kupigwa? Kwa mwandishi wa habari kupigwa? Mwandishi wa habari kuchezea kichapo ni halali yake, kwa sababu mada anayochukulia pale muda ule wakati wa tukio linatokea na kitu anachoenda kustate ni tofauti. Sasa unakuta kwamba mtu anapokuja kwamba unanifuata mimi, sawa, na unakuja kunihoji, nakwambia bwana sijaiba, wewe utakwenda kule, amekiri kwamba amehifadhi sehemu. Sasa hapo unategemea kuna kitu gani? Kwa lazima pale itatokea bifu baina yangu mimi na nyinyi. Tukiwa tunaendelea na mada, hebu tuone bwana James Gayo ana nini leo kwenye katuni.
nanifaa. Dala hit the dala nanifaa. Kama mwandishi ameripoti taarifa ambayo sio, ambayo mlalamikaji amesema sio halali kwake, kuna vyombo vya sheria unaweza kwenda ukamripoti na kushughulikiwa, sio lakini sio kuchukua uamuzi mkononi na kumpiga mwandishi. Sheria vipo, vyombo vipo. Ndio maoni yangu haya. Sio halali kupiga mwandishi. Sio mwandishi peke yake. Mtu yoyote awe mwandishi asiyo mwandishi, kumpiga, kumdhuru na kudisturb mawazo yake si halali. Kwanza ni kosa la jinai. Kwa hiyo kama umekuwa na kutoelewana na mtu yoyote au mwandishi au nani, chukua hatua zinazokubalika. Madhara ni nini mama unadhani kwa taifa letu, kwa jamii, tunapopiga, tunapovuruga waandishi wa habari? Wakiwapiga sisi hatutaweza kujua sehemu nyingine kuna nini labda kimetokea, yaani hatutaweza kupata zile habari za sehemu nyingine mbalimbali. Kwa mfano kama tulivyosikia kwenye radio na nini Ivory Coast, kuna yani Ivory Coast ile nchi vyombo vya habari ambavyo vinaosha matangazo sivyo vilikuwepo 16, umeona? Ile ina madhara, wananchi hawapati habari, hawapati nani ambacho kina manufaa kwao. Kwa hiyo ina madhara, inabidi waandishi wa habari kuendelee kuwepo na walindwe. Serikali vile vile iweke utaratibu wa kuwalinda waandishi wa habari ili wanapokuwa kazini wajisikie salama yao ipo, na serikali inataka kufanya hivyo kwa kutunga sheria nzuri, sheria ambazo waandishi wa habari wenyewe wanaweza kuzipendekeza. Na kwa wananchi ambao wanakuwa na jaziba ya hasira, wasiwe na jaziba, mtu akishaona taarifa aenda kumpiga mwandishi. Kama nilivyotangulia kusema kwamba kuna vyombo vya sheria, kuna mahakama nini, kama mtu anaona ameenda against na ulivyoripotiwa, ni bora ukaenda kwa chombo ukamtaarifu ukamshughulikia, lakini sio kutoa ngumi, sio kwa sababu ya hasira kumpiga mwandishi. Tujikontrol hasira zetu. Okay. Tujikontrol hasira zetu ndio kauli ya mwisho ya mtu ambaye kwenye daladala na umepata wewe mtazamaji kupitia TBC1 kipindi cha daladala. Tujiangalie bibi. Mara nyingi sana waandishi wa habari kama ulivyosema ni organ ya 4 ya taifa kusaidia kumulika mambo, kuweka watu kufahamu na kuongeza kujua masuala yetu. Sasa tukipiga na tukipigwa, ni tatizo kwa kweli. Bibi unaonaje? Ni kweli kabisa. Mimi nimefurahi sana kwa sababu Watanzania wako macho sana kuliangalia hili. Nilijua kwamba hawajui kama kuna waandishi wa habari wanaopigwa, kuna waandishi wa habari ambao wanaochakachua. Kwa hiyo hilo wamelifahamu. Kwa hiyo sisi waandishi wa habari tunatakiwa tuwe makini, na sisi ambao hatuna ile tabia tuendelee kuwa na tabia ile nzuri ya kufuata miiko, na sisi tulikuwa tumekiuka tabia tuache.